Mchezo kama huu unakuwa wa maamuzi. Azam FC mara nyingi huwa anaibuka kwenye michezo kama hii kama jaji au mtu wa kuja kuamua nani awe bingwa. Kwa hiyo kama itatokea Yanga anaelewa kwamba akipoteza dhidi ya Azam FC ana reduce lile gap la alama 5 kufikia alama 2, na obviously atakuwa anahitaji kwa namna yoyote ile apate matokeo kwenye huu mchezo, na probably matokeo ya ushindi ndio yatakuwa yanawajia kichwani zaidi kuliko matokeo yote. Nikitizama of course Pacome ni mchezaji ambaye ana offer vitu vingi kiufundi, narudia tena kwa sababu kwa mfano Yanga kitu ambacho wamekuwa silaha yao kubwa kwenye kuzifungua timu ni pamoja na quick combination play. Yani ule uwezo wa kupiga pasi fupi fupi katika eneo finyu tena za haraka kwa ajili ya kufungua space, ndio tunaita quick combination play, ambayo ni kitu ambacho Pacome anakifanya kwa ufanisi mkubwa sana. Ana receive mpira kwenye baina ya mistari, anauweka kwa kiungo mshambuliaji, anarudishiwa na upenyeza kwenye nyuma safu ya ulinzi, wana progress shambulizi. Ni mchezaji ambaye anaweza kukuofa akiwa na mpira, lakini asipokuwa na mpira pia ana uwezo wa kufanya movement ambazo zita create chance kwa teammates wake kuweza kupokea kwenye maeneo. Ana uwezo wa kureceive mpira, kukokota, kuvunja mistari ile kwa kudribble, kuwatoka wapinzani wawili watatu na kuamua matokeo kwenye key moments. Unaelewa vizuri, ana moments zake ndani ya mchezo ambazo zinaweza zikaamua matokeo, kwa mfano uwezo wa kupiga mashuti ya mbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kukosekana kwake somehow kuna punguza ubora kiasi fulani kwa kikosi cha Yanga, lakini Yanga bila Pacome pia ni Yanga ambayo pia ina uwezo wa kusumbua timu nyingi tu kwenye ligi kuu. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa entertaining sana, na Azam FC by the way wamekuwa na matokeo currently mabovu, kwa sababu imagine katika michezo 12 tu wamefanikiwa kutoa sare 6. Hii haijawahi kutokea toka wanapanda daraja, kutoa sare 6 ndani ya michezo 12 ya kwanza ya ligi. Umeelewa? Kwa hiyo ni timu ambayo inakwenda pale. Nadhani hata wao Azam FC approach nzuri ya kwenda kukabiliana na Yanga ni kutojipa pressure. Waingie kama vile hawana wanachodaiwa. Wawe na mentality fresh kwamba tunaingia kwenye mechi hii tukiwa hatuna deni, hatupambanii kitu chochote kikubwa wala hatumpambanii mtu. Tunaingia kucheza mpira. Ukiingia kucheza mpira wachezaji wanakuwa fresh, hawana pressure ile ya nini na nini, kwa sababu the more unavowapa pressure kwamba lazima tushinde na nini, sometimes hata haya mabonus manini yanaenda kuwa chanzo cha kucirculate negativity kwenye timu. Kwa tafsiri hiyo Azam anapaswa kuingia kama underdog kwa mchezo. Sio underdog. Unajua sasa maneno yenu haya, yani kila ikifika dabi ya Simba na Yanga, dabi ya Azam na Yanga, Simba na Yanga au Simba na Azam, kuna hali underdog fulani, underdog yani sasa mambo nimeanza kuyasikia toka Kindengwande huko hadi leo tunazungumzia. Mimi nazungumzia psychological gap ambayo lipo baina ya Yanga na Azam FC. Yanga ni timu ambayo inahitaji matokeo kwa ajili ya kutengeneza ile gap la gharama dhidi ya mpinzani wake kwenye mbio za ubingwa. Azam FC yeye ana maintain tu nafasi yake ya kushiriki michuano ya kimataifa, kwa sababu probably bado wanaamini wana safari ya kuweza kufikia mafanikio ya kufikiria ubingwa. Naamini hivyo. Psychological gap kati ya hizi timu mbili, Yanga naye anaingia na pressure, sio ndio vizuri, kwa sababu yeye anajua impact ya kupoteza alama dhidi ya Azam FC, anaelewa vizuri. Kwa hiyo usidhani kwamba eti Yanga anaingia amerelax. Hapana, Yanga naye anaingia kwenye mchezo akiwa ana pressure vile vile kwamba hizi alama 3 ni lazima nizipate na nini. Kwa hiyo ni maandalizi yatakuwa makubwa na vitu vingine. Sasa sometimes ule ukubwa wa mchezo kama usiposhindwa kuuhandle vizuri, inaweza ikaspread negativity baina ya wachezaji, na ni rahisi sana mchezaji akafanya kosa dogo, teammates wakamlaumu Azifu amefeli kabisa kwenye mchezo mzima, kitu ambacho kinaweza kikaspread negativity kwa wachezaji wengine na kupunguza kuaminiana ndani ya mchezo na kupelekea kujikuta mnachokifanya hakifanikiwi. Sinaelewa vizuri. Lakini Yanga sijawazungumzia sana kwa sababu Yanga wameshacheza mechi kubwa nyingi, kwa hiyo automatically maandalizi ya mechi kubwa pamoja na kuwaandaa wachezaji psychologically, yani unaweza ukawa unawasisitizia wachezaji umuhimu wa mchezo katika namna ambayo haiwapi pressure. Tunaelewa vizuri. Ni namna ya kucheza na kwa sababu utakachoongea mimi naweza nikakwambia wewe ni mjinga, lakini katika namna ambayo utacheka. Lakini naweza nikakwambia pia neno hilo katika namna ambayo wewe utachuki. Ndio ninachomaanisha kwamba unaweza ukawasisitizia wachezaji kwamba huu mchezo ni mgumu, ukawaonyesha ukubwa wa mchezo katika namna ambayo haitowaingizia
hofu kwenye mioyo ya wachezaji kwamba bwana, nyinyi nawaamini, mshacheza mechi kubwa ili jambo dogo tukawafunge. Umewaonyesha ukubwa wa mchezo katika maneno fulani ambayo hayawezi kutengeneza tension na pressure dhidi ya wachezaji lakini kwa Azam ndo na nilikuwa najaribu kuongea kwamba wachezaji unavyowapa room ya kuenda kucheza mpira na kuonyesha walichonacho na kuwashangaza watu pasi na kuwabebesha deni, kuna possibility kubwa wakakupa mchezo mzuri kuliko ukawapa pressure ya lazima kupata matokeo katika namna ambayo inaweza ika-inject fear ndani ya wachezaji na kujikuta wanashindwa kuoperate vizuri uwanjani. Ndio kitu kinaitwa all or nothing mindset hiyo, kwamba unafanya kosa dogo sana lakini kwa sababu ya ile spread of negativity unaonekana umefanya kosa ambalo tayari labda unaweza tu ukakosea kupiga pasi kaenda kwa mpinzani ikazaisha shambulizi la hatari isiwe goli, lakini ukalaumiwa katika namna ambayo itakutoa kabisa mchezoni. Ikikutoa mchezoni na yule alokulaumu naye anatoka mchezoni, ile negativity ina spread kwenye team inaweza ikawafanya mkashindwa kupata ushindi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa nazungumzia mambo ya underdog na nani kamuulize ule bwana Dula kwa namna, kwa kumalizia, kwa namna ambavyo Azam mlikuwa ukitazama, Azam wako bora sana katika maeneo gani na Young Africans pengine wasipokuwa makini wanaweza wakadhibu? Of course kwa haraka ni timu ambayo ina struggle sana kwenye weakness. Miongoni mwa weakness yao ni kustruggle sana wanapokabiliana na mipira mirefu nyuma safu ya ulinzi, na hii inatokana na kushindwa kutrack movement za wachezaji wanaofanya mikimbio nyuma safu ya ulinzi, na pia wanacheza kwenye high defensive line. Kwa hiyo uwezo wao mdogo kusoma ile mikimbio pasi na mpira ambao nimezungumzia ni miongoni mwa weakness ambazo zinaikumba timu nyingi tu za ligi kuu, inawafanya kujikuta wanaruhusu wapinzani kutengeneza chance kubwa zaidi kwenye aina hiyo ya mipira. Lakini sio tu chance kubwa zaidi, kuna timu zimekuwa zikipata hata mabao ikiwemo Namungo katika timu ambayo naikumbuka pia, Yanga wenyewe katika timu ambazo pia nazikumbuka ambazo wamekuwa wakinufaika na mipira wakiwapigia Azam mpira mrefu nyuma ya safu ya ulinzi, kwa sababu kuna space pale ya kuweza kuoperate. Hiyo ya kwanza. Lakini ni reactive ni timu ambayo ukifanya mistake wanakuwa wanajitahidi sana ku capitalize. Kwa mfano umepoteza mpira kwenye eneo la kiungo, Faisal akipata mpira akiuweka kwa Idinado kwa nani, hiyo wana progress shambulizi la hatari kupitia makosa yako ambayo utayafanya ndani ya sekunde chache wanakuwa wamefika kwenye goal. Hiyo tunaita reactive team, timu ambayo inakuwa ina react kwa haraka pindi ambapo timu pinzani atafanya makosa. Kwa hiyo katika maeneo ambayo nafikiri Yanga wanapaswa kuhakikisha hawayafanyi mzaha ni kutopoteza sana mipira kwenye build up. Lakini ni timu, una bahati nzuri Yanga ni timu ambayo haipendi kufanya build up kwenye slow tempo, sijui pigwa hapa, sijui detect tempo ya mchezo. Wao ni ta nzengeli goli ta hivyo. Kwa hiyo ni timu ambayo, lakini tu Azam wasiache space kubwa, either wafanye mbinu mbili, wa counter press kama walivyofanya Simba, kuwazuia Yanga wasianzishe mpira wala wasiwape hata sekunde 5 za kufikiria namna gani wana structure mashambulizi yao, wawalazimishe wacheze zaidi sideway passes, kitu ambacho kitawanyima kabisa Yanga ule ubora wao, kwa sababu sio kitu ambacho wamezoea. Yani unawalazimisha kucheza into uncomfortable conditions, kwamba unawapress na kuwalazimisha waende sideways, kitu ambacho unavyoenda tu sideways maana yake utalazimika kucheza kwenye slow tempo, kitu ambacho Yanga chini ya Pedro Gonçalves hakipendi, na ndo timu wamestructure hivyo. Kwa hiyo ukishawapeleka kwenye hiyo watakosa ile ubora wao ambao watu, ingawa kwenye mashabiki wa kawaida wale ambao sio mambo ya ufundi, wao ni washabiki tu, yali wao ile wanataka timu icheze katika hiyo slow tempo, ipige pasi nyingi, wanaamini kwamba ndo mpira mzuri. Lakini kwangu mimi naona hiyo sio nini. Kwa hiyo Azam wakifanya hivyo, wakiwa counter press na wakaziba eneo la katikati na kuwafanya Yanga kulazimika kucheza zaidi kwenye slow tempo, kupiga sideway pass na vitu vingine kama hivyo, itawanyima Yanga ule ubunifu wao ambao wamekuwa nao lakini vile wawe makini sana na movement za viungo wa Yanga. Mfano Mdathiri Yahya, Duke Abuya wamekuwa wakiprogress sana mashambulizi, na mara nyingi sana wao wamekuwa chanzo cha kuifanya timu hii isogee mbele kirahisi, aidha kwa kupiga zile pass kwa sababu ni wazuri kwenye passing, lakini hata kama itatokea limit, wana uwezo wa kucarry mipira, progressive carries, yani kukokota mpira kwenda nao mpaka eneo la mbele, kujaribu kupenya na vitu kama hivyo, ni kitu ambacho pia wamekuwa wakikifanya. Kwa hiyo cha kuwashauri tu ni kwamba wawe makini kwenye hayo maeneo mawili, na Yanga pia ni mwashauri wasipoteze mipira, kwa sababu wanakutana na reactive, wanaweza wakapigwa
transition moja ya hatari wakaconcede. Kwa hiyo yes, pamoja na mipira ya kona by the way hiyo kama Arsenal. Arsenal ndo ina rank the first. Imagine wamefunga kona 16. Timu haichezi kwenye open play, yenyewe makona ama free kick ma set piece, lakini si kona ni sehemu ya mchezo. Afu ndo inapewa nafasi ya kuwini UEFA Champions League. Sioni hiyo timu ya hivyo. Bwana nikushukuru sana. Asante sana.